Siku ya leo tumepokea ugeni mkubwa kutoka The World Vegetable Center. Tumepata ugeni ambao wametuletea mzigo wa mbegu, sampuli za mbegu ambazo zilipatikana kupitia mradi wa Taiwan Africa Vegetable Initiative au kwa kifupi wanaita TAVI. Mradi huu ulifanyika kati ya mwaka 2022 mpaka mwaka 2024, na katika mradi huo tulikuwa na wajibu wa kukusanya mbegu za mboga katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania. Tulikusanya Singida, tulikusanya Tabora, tulikusanya Manyara, tulikusanya Tanga, tulikusanya Kilimanjaro na Dodoma. Na katika mradi huo tulifanikiwa kukusanya sampuli zaidi ya 1400. Baada ya kuzikusanya hizo sampuli 1400, baada ya kufanya uchambuzi, sampuli zingine zilikuwa na viwango vidogo au kiasi kidogo cha mbegu ambacho kwa utaratibu wa vituo hivi vya GenBank zinahitaji kuongezwa au multiplication. Kwa hiyo zilifanywa multiplication na tulishirikiana na The World Vegetable Center. Tuliwapa jukumu la kumultiply aina 600, na sisi hapa NPGRC tulibaki na aina pia 600 ambazo zilionekana zinahitaji kuongezwa kiasi chake. Leo kilichofanyika ni baada ya kuwa wamezizalisha na kupata kiasi cha kutosha, wametuletea sasa zile mbegu ili tuweze kuzihifadhi katika benki yetu ya taifa. Lakini wakati huo huo tunatekeleza mojawapo ya majukumu ya kitengo cha taifa cha hifadhi ya nasaba za mimea. Tunatekeleza kitu tunaita safety duplication. Maana yake unapohifadhi mbegu katika benki lazima utengeneze mazingira ya usalama in case au ikitokea sampuli mojawapo labda imepotea kwa sababu yoyote ile, uweze kuipata mahali pengine. Kwa hiyo tunashirikiana na The World Vegetable Center kwa eneo hilo la safety duplication. Kwa hiyo tumewakabidhi pia nao sampuli 433 ambazo na wao watazihifadhi kule kama safety duplication, lakini wao leo wametuletea sampuli 454, na sampuli zilizobaki zile kati ya 600 zinaendelea kufanywa kazi na tutashare tena wakati mwingine. The World Vegetable Center ni wadau wetu wakubwa sana. Kati ya wadau wakubwa ambao wanashirikiana na kituo cha taifa cha hifadhi ya nasaba za mimea, The World Vegetable Center ni wadau wakubwa, na tumekuwa na mashirikiano na The World Vegetable Center. Tuliingia MOU au Memorandum of Understanding, na katika makubaliano hayo tulikubaliana kushirikiana katika maeneo mbalimbali ya uhifadhi, tafiti na kazi nyingine mbalimbali ambazo zinafanywa katika GenBank, lakini pia kubadilishana utaalamu, masuala ya training na kadhalika. Kwa hiyo tendo hili lililofanyika leo ni utekelezaji mmojawapo wa makubaliano hayo tuliyokubaliana kati ya TPHPA na The World Vegetable Center. Kwa hiyo siku ya leo imekuwa ni siku muhimu kwamba tumepokea tena mzigo mwingine kwa ajili ya kuhifadhi. Tumepokea aina mbalimbali za mboga ikiwemo nyanya, cucumber, mchicha na kadhalika. Kwa hiyo ziko sampuli mbalimbali za mazao mbalimbali ya mboga. Kadhalika na sisi pia tumewakabidhi sampuli zinazofanana na hizo, lakini kwa maeneo mengine zipo kusanywa. Tunapozipokea hizi tunazipokea ili tuzihifadhi. Sasa tutazichambua na kuona kama zimekidhi viwango vyote tunavyovihitaji. Zikiwa zimekidhi viwango vyote, tutaziingiza katika kanzi data yetu, na baada ya kuziingiza kwenye kanzi data tutazihifadhi sasa katika sehemu ya kuhifadhia au kwenye tunaita conservation facility, ambako tunahifadhi mbegu katika ubaridi wa hasi 18 au -18. Lakini pia tutapima na kiwango cha maji, yani moisture content, kuhakikisha kwamba hazina kiwango kikubwa kitakachosababisha ziweze kuharibika mapema. Na baada ya kuridhika na hayo yote, tutaziingiza katika conservation facility na zitakuwa tayari kwa matumizi, kugawiwa kwa mtu yote anayehitaji, lakini hata na kwa ajili ya kazi za utafiti. Kwa hiyo kwa niaba ya TPHPA napenda
nitoe shukurani kwa wadau wetu wa The World Vegetable Center kwa support yao na kwa kazi kubwa ambayo wamekuwa wakifanya kusaidia kituo ili kiweze kuimarika na kiweze kufanya kazi yenye tija na weledi mkubwa.